Clifford Marion Ndimbo bana, tuko hapa tumekuja kusikiliza baada ya Young Africans kutoka kwa vitu ambao waliitwa jana, wamezungumza alichokizungumza, lakini tunataka kufahamu TFF, nyinyi pia mna kipi cha kueleza baada ya kikao chenu na uongozi wa klabu ya Yanga? Baada ya kuona taarifa mitandaoni kuhusiana na kwamba Young Africans wanalidai shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba tulikuwa tayari tumekwisha waandikia hiyo barua ya kuwataka kwamba mtu wa fedha aweze kufika leo na hivyo vielelezo vingine ili tuweze kufanya reconciliation, kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo, ili kuona kwamba wapi wanaposema kwamba wanadai na sisi tuwaonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai. Lakini wamefika leo, na baada ya kufika wameleta tu barua, na baada ya hapo wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hata katibu mkuu wa TFF Kidau Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa Young Africans Bwana Mtine, bado CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo TFF iko wazi kwamba kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi tunao uhakika, na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku. Jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maana yake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni kitu rahisi tunapofika TFF uweze kukaa chini na TFF. Ni jambo la muda mfupi sana kuweza kufanya hiyo reconciliation, na kila mmoja ajue kwamba nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama hivyo. Haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo inatakiwa, ambayo tumewaelekeza nini ambacho cha kufanya. Kwa hiyo wameondoka, wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo, na mwisho wa siku wameacha barua tu. Pengine Ndimbo, barua mmepata kuisoma, inaeleza nini? Of course barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa haina tofauti sana na kile ambacho kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Status ya TFF na Yanga kwenye madai ikoje? Tumesema tunaidai Young Africans. Kwa hiyo tumewaita waje TFF kwa ajili ya kuhakiki hicho ambacho tunawadai na hicho ambacho wao wanasema kwamba wanatudai. Andre, CEO wa Yanga amesema kwamba hawajui thamani ya mashindano ya CRDB Confederation, na amesema hawajui bingwa anastahili kupata shilingi ngapi. Pengine kutoka TFF mna kipi cha kusema juu ya hiki? Kama CEO anasema kwamba hajui kwamba wanatakiwa kupata shilingi ngapi, wamesemaje kwamba wanadai kiasi hicho cha fedha cha ubingwa wa CRDB? Kwa nini hamkumuuliza hilo swali? Tumemuuliza, lakini amesema TFF ndio mnatakiwa kutoa ufafanuzi. Sasa kama sisi tunatakiwa kutoa ufafanuzi, wao mbona tayari wameshasema kwamba tunadai hii ya ubingwa, wameitoa wapi? Lakini Clifford, kwa manufaa ya Watanzania na mashabiki wa soka, tuweke wazi, tufahamu kuanzia hivi sasa, pengine baada ya huu mkataba mpya, bingwa wa CRDB Federation Cup pengine anapata kiasi gani cha fedha kama zawadi na kombe? Sasa tusihamishe mada iliyokuwepo sasa hivi ni kwamba Yanga wanasema wanadai, sisi tunasema kwamba tunawadai. Kilichopo sasa hivi Yanga waje TFF tuweze kufanya reconciliation. Mario Ndimbo, CEO wa Young Africans, tumezungumza naye nje na ameweka wazi yuko tayari kumjadala wowote. Wanachohitaji ni pesa zao za ubingwa misimu mitatu mfululizo. Wewe kama afisa habari wa TFF, wa kauli hii ambayo ameitoa CEO wa Young Africans, unasema lipi? Young Africans hawataki kusikia chochote, wanachotaka ni pesa yao ya ubingwa. Sasa kama wao hawataki kusikia chochote, hilo jambo naliacha kwenye ofisi kuu, kwa maana kwamba litashughulikiwa kitaasisi.
Na tarehe 28 imetangazwa mwezi huu hapa Juni kule Zanzibar, fainali baina ya mabingwa hao watetezi Young Africans dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Na kwa hii sintofahamu ambayo inaendelea, neno lako ni nini kwa mashabiki wa soka? Sisi tunachokisema ni kwamba tayari tumekwisha tangaza fainali inachezwa wapi. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mchezo huo wa fainali ya CRDB Bank Federation Cup ambao kama ambavyo tumetangaza kwamba watachezwa Zanzibar tarehe 28 saa 2:15 usiku. Kwa hiyo maandalizi mengine yote sisi tunaendelea nayo kama kawaida. Ni unaona vipi sasa status ambayo mpaka sasa hivi imefikia hapo kati yenu TFF na wadau Young Africans? Ni kama Young Africans hayuko tayari kabisa kukaa meza moja. Unaona nini sasa ambacho kitaendelea hapo? Sasa jambo lolote la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi, na ndio maana unaona kwamba TFF tumewaandikia Yanga, tumewaambia kwamba waje makao makuu ya TFF kwa ajili ya kuweza kupitia hivyo vitu vyote ambavyo wanasema kwamba wanadai, na tuwaonyeshe nini ambacho na sisi pia tunadai. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa, kwamba hili ni jambo la kitaasisi, lazima lishughulikiwe kitaasisi. Na Clifford, Young Africans wana madai mengi. Juzi kuelekea katika mechi zilizosalia za ligi wamewasilisha matakwa kupitia katika bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Amos Kasongo amesema baadhi ya matakwa hayako kwenye uwezo wao, yako juu ya uongozi ambao ni TFF. Vipi yameshawafikia mezani kwenu kwa kile ambacho wao kiko chini ya uwezo wao? TFF na utaratibu mzuri wa kutoa taarifa kama ambavyo tumewapa taarifa hapa ya kuhusiana na hicho ambacho tuliwaitia Young Africans leo. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinahusiana na TFF inapofika wakati wa kutoa taarifa, hatuna choyo, tunatoa taarifa vizuri kabisa. Kwa hiyo kuweni na subira, kila kitu kina majibu na kila kitu mtapata majibu yake kwa wakati, kwa namna ambavyo jambo lenyewe linatakiwa. Na Clifford, jana baada ya kujibu barua ile ya Young Africans ama maneno ya msemaji wa Young Africans, miongoni mwa maoni ya wadau walisema kwa maana utaratibu ambao TFF mnaofanya ni utaratibu wa kawaida. Pengine kuna funzo lolote ambalo mlipata kutokana na hiki ambacho kimeanza kutoka kwa Young Africans? Sijakuelewa unaposema funzo, kwa sababu taarifa ya taasisi imeeleza wazi kwamba nini ambacho wanatakiwa kuja kukifanya. Sasa sielewi unaposema funzo. Hilo la Yanga kwa maana utaratibu wa kuchukua fedha huku, kufidia madeni ya huku, watu wanasema ni utaratibu wa kawaida na siku zote wamekuwa wakiishi na TFF hivyo, ila imekuwa ni tofauti kwa Young Africans. Kwa upande wenu sasa, kwa kile ambacho mlikuwa mkiendelea kuzilea klabu za ligi kuu, championship na hata timu za wanawake, nadhani huu ni utaratibu wa kawaida tu. Ndio maana nimesema kwamba ni utaratibu wa kawaida tu, kwamba mimi na mdai Dickson, namwambia Dickson, una fedha yangu ipo kiasi fulani, ilo deni langu hebu kata huko, kuna shida gani? Kwa maana ya songesha. Swali lingine kwa taarifa yao ambao walichapisha jana Young Africans kuhusiana na makato ya wachezaji hususani wa kigeni, wanasema ada hiyo hulipwa mwanzoni mwa msimu na bingwa kupatikana mwishoni mwa msimu. Uwiano unakujaje hapa? Si ndio leo sasa waliambiwa kwamba wafike na wamekuja, wameweka barua tu, wamesema kwamba hawako tayari kwa mazungumzo. Sasa kama taasisi sisi tunafanya nini? Mnadhani mwafaka utapatikana sasa kama Yanga hawataki mazungumzo, wameleta barua na ninyi, kwa sababu maelezo ya CEO wamesema wanataka kama ninyi mna maelezo muandikie barua, mwafaka utapatikana kwenye hilo? Nadhani maelekezo yako vizuri kabisa kwamba jambo la kitaasisi linamalizwa kitaasisi, si ndio? Manake ni kwamba kuna njia za kufuata kama taasisi ambazo TFF imekuwa inafuata njia hizo za taasisi kuweza kuweka sawa kila kitu au kushughulikia kila aina ya jambo ambalo linafika TFF. Kwa hiyo huwezi kushughulikia jambo la kitaasisi ukaenda tofauti na taasisi jinsi ambavyo inaendeshwa. TFF imekuwa inaendeshwa kwa uwazi mkubwa, tena kwenye swala la fedha imekuwa katika uwazi mkubwa mno, na ndio maana hata taarifa yetu ya jana imeeleza wazi kwamba tumepokea
kiasi gani kutoka CRDB Bank kwa ajili ya CRDB Bank Federation Cup ya msimu uliopita, na ilikuwa ni fedha kwa ajili ya nini. Maelekezo yote tumeyatoa, na kisha tukatoa maelekezo kwa Young Africans kufika saa 4 asubuhi kwenye ofisi za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kufanya hiyo reconciliation ya kwamba wao wanasema wanadai nini, na sisi tunaposema kwamba tunawadai kitu gani. Manake ndio jambo sasa hilo la kuweza kukaa na kuweza kuzungumza kwa pamoja kwamba mimi bwana, mbona inaonyesha hivi, huku kwangu inaonyesha hivi. Lakini ukitaka kila wakati tuandikiane barua wakati taasisi hizi haziko mbali na jambo la kitaasisi, manake mkikaa pamoja mnaweza kushughulikia hilo jambo. Kwa hiyo sisi TFF wakati wowote tunawakaribisha waweze kufika TFF tufanye reconciliation kama ambavyo tumetoa hayo maelekezo. Sasa kama wana nia yao nyingine tofauti na hiyo, sasa hilo ni jambo ambalo kusema kweli liko nje ya uwezo wetu. Kuna sasa hivi dunia iko kiganjani, sasa ni mitandao, tunaonekana duniani. Nafikiri hili mvutano, haya mambo yanayoendelea baina ya Yanga, TFF, yani kinachoendelea kwenye soka la Tanzania sasa hivi kinaleta taswira gani kwenye upande wa soka duniani? Kwanza mimi niwaombe waandishi, vyombo vya habari, imetumika nguvu kubwa kuweza kujenga taswira nzuri ya soka letu, lakini sote ni mashahidi kwamba mpira wetu umekuwa unapiga hatua ngazi ya klabu, lakini ngazi ya taifa pia tumekuwa tunapiga hatua. Sasa vyombo vya habari tusikubali kirahisi kuingia katika sehemu ambayo inadidimiza mpira wetu, kwa sababu hata nyinyi waandishi pia mmekuwa ni sehemu ya kuchangia kwa kiasi kikubwa mpira wa miguu kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo msikubali kutumika kwa ajili ya kupeleka chini mpira wetu. Hilo kusema kweli natoa rai kwa vyombo vya habari kwamba kama kuna jambo lolote, kama mlivyokuja leo, mmekuja tumewapa taarifa kwamba hili liko hivi, lakini kumekuwa na sintofahamu nyingi ambazo zinatengenezwa na vyombo vya habari, lakini ni kwa sababu tu wameegemea katika upande fulani. Kwa hiyo niwaombe kwamba TFF imekuwa wazi katika masuala yote pale ambako mmekuwa mkihitaji taarifa. Kwa hiyo sioni sababu ya kumpa platform mtu ambaye ameamua kuchafua mpira wa miguu kwa namna yeye ambavyo ameiona. Kwa ninyi kama taasisi, Young Africans ndio hivyo wameamua kwamba wanachohitaji ni kusolve, ninyi muandikie barua, na mimi ninaona hakuna haja ya kuandikiana barua kama mnatuma kosa kwa maelezo yako. Pengine kama walezi mmeona kuna njia mbadala ya kusolve jambo hili, au mnasubiri wasije tarehe 28 muone mnatumiaje kanuni? Njia mbadala ipi? Nimesema jambo la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi. Moja kati ya njia, si ndio? Tumeandikiana barua tayari, sawa. Tumejibizana barua, umemtumia hivi, amejibu hivi. Sasa TFF imesema njoo tukae, tumalize hili unalosema kwamba unadai, na sisi tunasema kwamba tunakudai, lakini unakuja tu kwenye ofisi za TFF alafu unaondoka bila kutaka hicho ambacho tulikuwa tumeelekezana. Manake sasa ulikuja kufanya nini kama umekuja na kundi la watu na umekuja tu kwa ajili ya kuonyesha pengine kwamba umefika kwenye ofisi za TFF, lakini kile ambacho kilitakiwa kufanyika hakijafanyika. Maana ni kwamba pengine mzozo ukiendelea hivi mwafaka hautopatikana. Sasa usinilishe maneno. Mimi nilichokisema kwamba moja kati ya kushughulikia jambo hili ni pamoja na kuwaita kukaa chini, lakini mtu ambaye hataki kukaa chini, nini ambacho unafanya kama taasisi? Kwa sababu unatumia njia zote kuona kwamba ni namna gani ambavyo jambo hili linaweza kuwa sawa. Na ndio maana nimesema kwamba TFF tuko wazi katika kila jambo, kwenye eneo la fedha tuko wazi mno. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kuweza kimbia, ni kukaa chini na kuweza kuona wapi nadai, wapi nadaiwa, wapi nafanya nini ili jambo liende mbele. Kama kweli unataka kusolve jambo hili, maana yake unakaa chini na mtu ambaye unasema unamdai, ili uone kwamba nini ambacho mnachodaiana. Hata kwenye maisha ya kawaida tu, maisha binafsi, tunadaiana huko, lakini tunapodaiana nini ambacho tunafanya? Tunakimbiana.
kwamba we unayedai unamkimbia mdai wako. Sio kweli. Maanake ni kwamba ni lazima mkae mkubaliane kwamba bwana deni hili tutalipana vipi, au deni hili likoje. Huyu anasema bwana nilishakulipa hivi vielelezo vyangu kwamba nilishakulipa, nilikulipa vipi, nilikulipa hivi na vitu kama hivyo. Ndio maana ya reconciliation, kwamba unakaa mnapitia kwamba unasema unadai kwa mfano milioni 200, si ndio? Unasema milioni 200 hii nakudai kwa sababu ya hii. Mimi nitakwambia kwamba milioni 200 hii unayodai ulisema 1 2 3 hiki hapa, 1 2 3 hiki hapa, 1 2 3 hiki hapa. Mwisho wa siku tunasema sawa, baada ya hiki maanake hiki kimekwisha, na kudai 1 2 3, na kudai 1 2 3, si ndio? Mwisho wa siku na mimi nakwambia nachokudai ndio hiki. Kwa hiyo tunakaa na wewe pia unaona kwamba kweli mimi nadaiwa. Shukrani. Kwa kumaliza, it's not a game, it's a rich thing.